Hatimaye Rais Samia Suluhu kupitia msemaji wa idara ya uhamiaji amezungumza na kutaja makosa aliyotekeleza John Heche wakati wa kuvuka kuelekea nchini Kenya. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Rais wa nchi ya Tanzania Samia Suluhu kupitia idara ya uhamiaji nchini Tanzania ametoa taarifa rasmi akithibitisha kuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Wekesa Heche alivuka mpaka wa Sirari wilayani Tarime na kuingia nchini Kenya bila kufuata taratibu za kanuni za kisheria. Tukio hilo limeibua mjadala mkubwa wa kisiasa na kijamii, hasa ikizingatiwa linamhusu kiongozi wa juu wa chama kikuu cha upinzani nchini. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Heche aliondoka nchini kupitia kituo cha uhamiaji cha Sirari mkoani Mara akikiuka masharti ya sheria ya uhamiaji sura ya 54. Idara hiyo imesisitiza kuwa vitendo vya aina hiyo vinavunja taratibu za mipaka na vinahatarisha usalama wa kitaifa pamoja na uhusiano wa kikanda. Serikali imeonya kuwa yeyote atakayebainika kuvuka mipaka bila kibali cha sheria atachukuliwa hatua kali. Taarifa hiyo imekuja siku chache tu baada ya kuzuka kwa madai kuwa ndani ya Chadema kwamba Heche alikuwa amezuiwa kuvuka mpaka na hati yake ya kusafiria kuchukuliwa na maofisa wa uhamiaji. Malalamiko haya yalizua hisia kali miongoni mwa wafuasi wa chama hicho na wachambuzi wa siasa ambao walitafsiri tukio hilo kama udhibiti wa kisiasa. Hata hivyo, tamko la sasa la serikali limekanusha vikali madai hayo na kueleza kuwa Heche mwenyewe ndiye alivuka mpaka bila kufuata taratibu rasmi. Idara ya uhamiaji imekumbusha umma umuhimu wa kufuata taratibu zote za kisheria wakati wa kuingia au kutoka nchini, ikiwemo kutumia njia rasmi za mipakani na kuwa na nyaraka halali kama pasipoti au hati ya kusafiria iliyothibitishwa na mamlaka husika. Pia ameonya kuwa sheria zitatumika kwa usawa bila kujali nafasi au hadhi ya mtu katika jamii. Wachambuzi wa mambo ya kisiasa wanasema tukio hili limeongeza joto la kisiasa, hasa kipindi hiki ambapo taifa linaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Wanasema kuwa suala la Heche linagusa zaidi ya masuala ya sheria, kwani linaakisi mvutano wa muda mrefu kati ya serikali na upinzani kuhusu haki za kisiasa na uhuru wa kusafiri. Hadi sasa haijafahamika wazi hatua zaidi ambazo serikali inaweza kuchukua dhidi ya Heche, ingawa wachambuzi wanatarajia mamlaka za uhamiaji kuendelea na uchunguzi wa kina kuhusu mazingira ya safari hiyo. Kwa upande mwingine, baadhi ya wadau wa haki za binadamu wameitaka serikali kushughulikia suala hilo kwa umakini, wakihimiza utawala wa sheria usitumike kama chombo cha kisiasa. Tukio hili linabaki kuwa moja ya matukio makubwa yanayozua hisia katika anga za siasa haswa za Tanzania, likihusisha masuala ya uhamiaji, uhuru wa kisiasa na ushirikiano wa kikanda. Macho ya wengi sasa yako kwa mamlaka husika kuona kama kutakuwa na hatua zozote zaidi au maelezo mapya kuhusu hatima ya John Heche. Hii ni Kenyascope na tunakuletea taarifa kwa umakini zenye uchambuzi wa kina na mtazamo wa kiukanda kuhusu siasa, uongozi na haki za wananchi katika eneo la Afrika Mashariki. Endelea kutufuatilia kwa habari zaidi, subscribe, like na vilevile toa maoni yako hapo chini.